Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako hii pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukijikita haswa kwa habari kutoka eneo la kila mashariki. Tunakuletea habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Septemba 25 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Mtazamaji pia msikilizaji, tunakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini katika yale ambayo tumekuandalia ni kwamba askari mmoja wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amejeruhiwa vikali na kusafirishwa moja kwa moja toka maeneo ambako kulitokea shambulizi la Koriko sehemu za Gina hadi katika maeneo ya Bunia siku ya Jumatano ya tarehe Septemba 24. Kwa mujibu wa habari tulizonazo kutoka kwa yule anayehusika na utoaji habari kwenye kitengo cha MONUSCO, ambaye si mwingine bali ni Jean Tobi Okala, imeripotiwa kwamba askari mmoja wa jeshi la taifa la FARDC alijeruhiwa vikali kupitia shambulizi lililoendeshwa na wanamgambo wa shirika la maendeleo ya Kongo CODECO kwa ufupi. Kutokana na hali yake mbaya, ilipelekea wapiganaji wa tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO kusafirisha askari huyo toka Gina hadi Bunia. Uingiliaji kati wa kuokoa askari huyo ulitokea pale kikosi cha Umoja wa Mataifa aswa wale kutoka Bangladesh pamoja na Nepal waliingilia kwanza kati kumpa dawa za dharura ili kumsaidia apate nafuu, aswa akiwa angali bado hai, kutoka sehemu za mkasa hadi katika mji wa Bunia ambao ndio mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Askari huyu aliyejeruhiwa ni yule aliyepona kwenye shambulizi lililotokea sehemu za Ncha, umbali wa kilomita zisizopungua 30 kutoka mji wa Bunia, ni ndani ya wilaya ya Njugu. Huyo alipata risasi na kujeruhiwa sehemu zake za shingo, pia sehemu zake za paja na kwenye vidole vyake. Shambulizi hilo lililoendeshwa na CODECO ni miongoni mwa mashambulizi ya kila leo yanayoendeshwa na kundi hilo na kupelekea vifo vya watu kadhaa mnamo masaa 48. Kwenye mashambulio hayo kuliripotiwa vifo vya askari 3 wa jeshi la taifa FARDC, kama vile ilivyodokezwa na duru za asili kama vile za kiusalama maeneo hayo. Na miongoni mwa raia ambao waliathirika kwenye mashambulio hayo, kuna mwanaume mmoja ambaye aliuawa kwenye barabara ya kutoka Katoto kwenda Blukwa, na huyo alikuwa akibeba nanasi kwenye pikipiki. Vitu alivyokuwa akichukua pamoja na gari na pikipiki yake vyote vilibebwa. Na kwenye mkesha wa shambulizi hilo kuna mkimbizi mmoja ambaye aliuawa pia kwenye matukio ya aina hiyo sehemu za Saliboko. Kutokana na hali hiyo aswa ya ukosefu wa usalama, jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na askari wa tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa MONUSCO walianza kupiga doria katika maeneo hayo, aswa kwenye barabara ya kutoka Bule Roe inayojulikana kama vile barabara ya mauti, kama vile anavyoiita kiongozi wa wilaya ya Njugu. Lengo kubwa la doria hiyo ni kulinda raia pamoja na mali yake, aswa kwenye baadhi ya barabara zitokao sehemu moja hadi nyingine. Katika maeneo ya Lida pembeni ya Bule, mara hiyo ni shambulizi lingine ambalo liliweza kufanywa siku hiyo ikapelekea vifo vya watu 5, miongoni mwao askari wa jeshi la taifa FARDC 3 na wanawake 2 na wengine 4 wakajeruhiwa vibaya. Askari wa taifa ambao walijeruhiwa walikuwa wakisindikiza msafara wa wakimbizi waliokuwa wakitoka sehemu aho kwenye soko ya Bule
ndipo wapiganaji wa Coreco wakawashambulia na kuchukua nusu ya silaha walizokuwa nazo askari hao, wakaenda nazo. Kupitia shambulio hilo, usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi hii, kulifanyika doria ya askari wa Umoja wa Mataifa kutoka taifa la Bangladesh wanaopatikana sehemu za Duruduru. Askari wa Umoja wa Mataifa kutoka au taifa la Bangladesh ambao walikuwa wakipiga doria walifanyikiwa kuwaondoa daizeni ya raia ambao waliponea chupu mashambulizi ya adui. Mmoja wao alijeruhiwa kwa risasi na akasafirishwa kwenye hospitali ya Duruduru. Wale ambao walipona walidokeza kwamba kuna watu wengine ambao walikuwa bado wangali porini wakati ya shambulizi hilo. Miongoni mwa wale ambao walikimbilia porini kuna waliouawa na kuna pia waliojeruhiwa. Na doria ya pili ya pamoja ambayo ilishirikisha MONUSCO pamoja na FARDC ilipelekwa moja kwa moja katika maeneo yaliyotajwa ya misituni au porini ili kujaribu kutafuta miili ya watu. Na huko kuna raia 4 ambao walikutwa, mmoja akiwa na majeraha makubwa kwenye mguu wake. Kwa bahati mbaya kulikutwa mwili usiokuwa na uhai wa askari mwingine wa jeshi la taifa la FARDC ambao ulikutwa porini. Mnamo saa za alasiri, hali endelea kubaki ikiwa mbaya katika maeneo hayo, raia wakiwa wenye kuchanganyikiwa kutokana na mashambulizi hayo ya mauaji, licha ya kwamba walikuwa wamejaribu kupata angalau ukimya na usalama kutokana na uwepo wa jeshi la FARDC na askari wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Mwisho wa habari zetu kwa muda huu. Ni hayo tumekuandalia kwa wakati kama huu. Na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, huu ni muda wako, tafadhali usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kushare kwa wengine. Wote kwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi tutakapokutana kwa mara nyingine tena, nasema asante kwa kuipenda channel yako hii Kuna Nini News.